Kabla sijahitimisha kwa ridhaa yako, ninaomba nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi na wadau wote kwa ushirikiano mzuri mnaotupatia katika utendaji wetu, jambo ambalo linawezesha mapambano dhidi ya rushwa mkoani Mara kuwa ya mafanikio. Tumekuwa tukishirikiana kwa kutoa elimu, kwa kufanya uchunguzi, lakini pia kwa kufuatilia matumizi ya fedha za serikali zinazotumika katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lakini ndugu zangu wadau wetu, tunapenda mtambue kuwa pamoja na majukumu haya, sisi watumishi wa TAKUKURU ni sehemu ya jamii, na ndio maana wakati mwingine tumekuwa mkituona tukitoa misaada kama ilivyofanyika hivi karibuni hapa Mara, ambapo mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwa niaba ya watumishi wote wa TAKUKURU alikabidhi mashine 2 za kuwasaidia watoto njiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Hivyo iftari hii ni sehemu ya matendo hayo ya jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa ratiba nilipewa jukumu la kuwakaribisha pamoja na kutambulisha viongozi na wageni wote tulionao. Bila kupoteza muda, naomba sasa nichukue nafasi hii nikukaribishe uje ongee na hadhira hii ya wadau wetu wa mapambano dhidi ya rushwa. Karibu sana mheshimiwa. Kutumia ile namba yetu ya kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa kwenye maeneo yetu, na namba hiyo ni 113. Tuitumie namba hiyo kutoa taarifa pale tunapoona vitendo vya rushwa kwenye maeneo yetu. Kwa wageni waalikwa wote, tunachukua nafasi hii kuwashukuru kwa kufika, maana bila nyinyi futari hii isingekamilika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amenielekeza pia nizungumzie umuhimu wa amani wakati huu wa mfungo wa Ramadhani, na viongozi wetu wa dini ambao mko hapa na wadau wote ambao mmepata nafasi ya kushiriki kwenye iftari hii. Amani ndio msingi wa kila kitu kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tuhakikishe tunahubiri amani kwenye nyumba zetu za ibada, tunahamasisha upendo na mshikamano kwa waumini wetu, kwa sababu kama nilivyosema, bila amani hatuwezi kupata nafasi ya kufanya shughuli za ibada. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema tuendelee kuwaombea viongozi wetu wa kitaifa, viongozi wa serikali, na hasa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema, ampe umri mrefu, aendelee kututumikia Watanzania kwa haki na amani ili tuweze kupata maendeleo. Ndugu Kaimu Kamanda wa TAKUKURU, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pia amenielekeza nizungumzie kidogo kuhusu swala la polio. Na furahi leo kulikuwa na kikao pale mkoani na baadhi ya viongozi wa dini hapa mlipata nafasi ya kushirikishwa. Nchi yetu inaendesha operation maalum ya chanjo ya polio kwa mikoa hii ya kanda ya Ziwa, kuwachanja watoto wenye chini ya umri wa miaka 10. Polio ni ugonjwa ule wa kupooza. Hapa katikati ulikuwa umepotea, lakini kuna dalili zinaonekana. Kwa hiyo nchi yetu imeamua kuchukua hatua ya kuwakinga hawa watoto kwa kuwapa chanjo, na zoezi hili litaanza siku ya Jumanne tarehe 24. Namba hii irudiwe mara kadhaa, na ningewashauri TAKUKURU hasa wangetumia namna ya kuwafikia vijana ambao ndio wanaokwenda kasi sana, kama walivyofanya leo. Namba imejulikana, lakini pia hasa kwa makundi ya vijana wahamasishe michezo, vijana wacheze mpira, jinsi zote tofauti za kike pamoja na wavulana wafanye hili na hili. Na iftari hii ni jambo ambalo limeonyesha mahusiano makubwa na amealika makundi yote mpaka walemavu. Mimi
Mimi nimshukuru sana, lakini mapambano dhidi ya rushwa kusema kweli mkoa wa Mara wanajitahidi, watu wa TAKUKURU wanajitahidi, na hatujasikia matukio makubwa ambayo na kwa kweli hata wakati wa uchaguzi ndio kuna rushwa kubwa, lakini walijitahidi sana kuhakikisha kwamba wanapambana na rushwa ambayo, na hata kuna kipindi pia kuna watu walihusiwa kwamba wameshiriki, lakini baada ya uchunguzi ikaonekana kwamba. Kwa hiyo tunawashukuru TAKUKURU, wanajitahidi kiasi chao kupambana na rushwa, na hasa wanajitahidi kuangalia fedha za serikali zinazokuja kwa ajili ya miradi, na kwa kweli mkoa wa Mara hatujasikia mahara ambako miradi ya serikali imefojiwa na fedha zimeibiwa. Kwa hiyo nadhani ni kwa sababu ya TAKUKURU wanahakikisha kwamba wanafuatilia miradi yote. TAKUKURU wanafanya kazi zao vizuri, na tunashukuru kwamba angalau baadhi ya maeneo kwenye ofisi za serikali kuna unafuu kidogo, tukiwa tunapokelewa vizuri. Hakuna tena habari ya mtu kukuzungusha nyuma ya nyumba, kwa sababu naonekana wako macho sana. Kwa hiyo mimi niwaombe tu kwamba waendelee kufanya hiyo kazi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ili kuokoa jamii ambayo ni maskini, ambao ndio wengi hawana fedha ya kutoa rushwa ovyo ovyo kiasi hicho. Kwa hiyo wakiendelea hivyo, tutakuwa tumeokoa watu wakienda hospitali, tutaokoa watu wakienda polisi, tutaokoa watu wakienda hospitali za halmashauri, tutaokoa watu wakienda kwenye viwanja, tutaokoa watu wakienda mahakamani. Watakuwa wamepata unafuu wa kusaidiwa na kutimiza angalau matakwa yao bila kutoa rushwa. Ni jambo jema sana. Mungu awajalie, wazidishe nguvu zao kwenye hilo.